HD ni kukaribisha kwenye kipindi cha Sports AM Jumapili leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ni siku ya kihistoria. Tanzania leo inaweza kuweka historia ya kutwaa kwa mara ya kwanza kombe lenye hadhi ya ubingwa wa Afrika, wakati klabu ya Simba itakapokuwa ikimenyana na timu ya RSB Berkane kutoka Morocco, ikihitaji ushindi wa magoli 3-0 au kushinda goli 2 bila, na baada ya hapo kanuni za mchezo ziamue kama mshindi anapatikana katika dakika 30 za nyongeza ama kwenye mikwaju ya penalti. Kila laheri Simba Sports Club, klabu ya kipekee na klabu ya kihistoria ambayo katika michuano hii ya ngazi ya klabu barani Afrika imejitengenezea rekodi ya kipekee. Na asubuhi hii ya leo nikifungua Sports AM lina ugeni wa kwanza, wote wawili ni wachezaji wa zamani wa klabu ya Simba, lakini mwingine ni kiongozi wa ngazi ya juu kabisa. Amewahi kuwa rais wa klabu ya Simba, lakini pia amewahi kuwa makamu wa rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF. Baada ya awali alikuwa katibu wa chama cha soka Tanzania FAT, ambayo sasa ndio TFF. Kiutawala ama kiongozi wa kabumbu alitokea chama cha soka Dar es Salaam DRFA. Hizo viongozi wengi wanaokwenda TFF walikuwa wanapikwa DRFA. Kwa wapenzi wa soka wa enzi hizo miaka 1990 watakumbuka upinzani uliokuwepo baina yake kiongozi huyu. Nitakapomwalika nitamkumbusha hii. Salamu alaykum Alhaji. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za leo? Nzuri. Naam, pamoja naye yuko Moses Mkandawile, mlinda mlango maarufu wa zamani wa klabu ya Simba. Huyu alikuwa Simba 1 kwa kipindi kirefu baada ya Idi Pazi Father kuondoka kwenda Sudan. Si ndio Ndio. Karibu Mkandawile. Asante. Kisha bado kipo vizuri, akijaoza. Sawa sawa. Mimi nataka ni vitu viwili kabla tujaenda kwenye mada ya leo. Leo ni Simba. Leo ni siku maalum ya Simba na tutaongea mazuri ya Simba kihistoria. Sote tunafahamu, pengine nyinyi mko mnafahamu kuliko mimi. Yanga walikuwa wa kwanza kwenda kwenye robo finali ya klabu bingwa Afrika mwaka 1970 na 70, lakini mwaka 74 Simba ilifika nusu finali ya klabu bingwa Afrika. Rekodi ambayo haijafikiwa na klabu nyingine yoyote hapa Tanzania, na pengine ni East Africa yote. Hakuna timu ambayo kufika semi final. Of course ni Gor Mahia walifika. Gor Mahia walichukua kombe tu. Kuna timu ilichukua kombe la CAF. Gor Mahia walifika hatua ya finali. Walifika finali. Ya klabu bingwa Afrika. Bingwa Afrika. Sawa, nitaikufirm. Lakini ukija kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa Afrika, Simba iliweka kumbukumbu ya pekee. Wakati huo Mkandawile alikuwa yupo tayari Simba. Alikuwa hata kama hajaanza kucheza. Simba mwaka 79 Simba wanafungwa magoli 4-0 na Mufulira. Hapa watu wakajikatia tamaa, lakini kule Mufulira wakaenda wakafungwa 5. Fueni Ali anafunga magoli 3. Alikuwa Mambo Sasa na Hassan Mlapakolo. Moses alikuwa bado mdogo. Alikuwa Simba B. Bado Simba B. Wakaenda wakatoa nataka Rovers ya Nigeria. Walifungwa 2 bila, wakatoa draw ya bila kufungana hapa. Hiyo ni rekodi nyingine. Katika kombe la shirikisho Afrika mwaka 93 Simba ikafika finali. Klabu ya kwanza ya Tanzania kufika finali ya michuano ya klabu barani Afrika. Rekodi ambayo ilivunjwa na Yanga mwaka juzi. Sasa leo Simba wanataka kwenda kwa rekodi ya kuwa klabu ya kwanza ya Tanzania kuchukua kombe la michuano ya klabu barani Afrika. Huoni wanastahili baada ya kutolea jasho sana hadhi hii ya Tanzania kwenye michuano ya Afrika, Alhaji? Tena umesahau kikombe kimoja cha kwanza mwaka 74 mwanzoni. Ilikuwa CAF Championship Simba walichukua mara ya kwanza. Simba walichukua kwa mara ya kwanza. Kwa klabu ya kwanza ya Tanzania kuchukua. Sawa sawa. Simba bwana, nikupe siri leo. Kwa nini wanafanya vizuri katika mashindano ya kimataifa? Ndio. Simba ukishawaambia kuna dola, basi una matatizo. Ala? Ndio. Kwa nini? Asi wanajua kuna mpunga mkubwa. Sasa hivi mashindano yamebadilika. Kwa mfano leo, unasikia shekhe, leo hii kabla ya mechi haijachezwa tayari wana bilioni 3 Simba. Kutoka kwa nani? Kuingia finali bila kushinda. unachukua dola milioni 1. Ndio ndio. Ikawa 2.7 B.
Umesikia bwana? Kwa ina maana wakichukua kikombe watakuwa na bilioni 5.5. Ndio maana unaona Simba wameahidiwa bilioni nzima hapo. Kwa hiyo itakuwa ni pesa nzuri sana. Lakini haitoshi. Kuna mheshimiwa jana rais, sijui kama ulimsikia Zuberi, Dr. Mwinyi amenifurahisha sana jana. Licha ya kulipa gharama za uwanja, ameahidi timu ikishinda atatoa dola 100,000 tena kwa wachezaji. Milioni 272. Zaidi ya milioni 250 kwa ile rate ya kupanda na kushuka. Sawa. Moses, ile Simba ambayo inaweka rekodi ya kuwa klabu ya kwanza ya Tanzania kucheza na timu ya kutoka Misri, na kwa ujumla kucheza na kutoka timu ya El Ahly na kwa ujumla timu kutoka Misri kombe la washindi 1984. Ilikuwa 85 pale CCM Kirumba Mwanza. Wewe ukudaka ile mechi? Nilikuwa mimi goalkeeper. Na msaidizi wako alikuwa nani yule? Alikuwa Shabani Mlanda. Sawa, kwa kuna sintofahamu, ulikuwa usicheze, uliumia, ilikuwaje? Hapana. Kuna habari ulikuwa usicheze ama vipi ile mechi? Kwa sababu Ilipazi alikuwa ameondoka. Kipindi hicho ndo ameondoka kwenda Sudan. Kwa hiyo nikabaki mimi peke yangu. Na goalkeeper mwingine ambaye alisajiliwa wakati ule katika mashindano yale alikuwa Shabani Mlanda. Kwa hiyo nikabaki mimi na Shabani Mlanda. Sasa nataka uniambie, El Ahly ilikuwa timu tishio sana wakati ule Afrika, enzi za kina Hassan Shihata. Ilikuwa inatisha mno, inafunga timu zote za ukanda wetu huku wa jangwa la Sahara inafunga, lakini Simba ilifanikiwa kuifunga Ahly 2-1. Wanakwenda half time, nakumbuka Simba alikuwa down goli 1-0 1-1. Ilikuwa 1-1. Mogera alisawazisha kabla ya half time. Kipindi cha pili ndo Ramadhani Mtenge Ramadhani goli la pili. Mliweza vipi kuifunga timu ya aina ile? Kwanza namna walivyokuja mikwala, professional staff Kiso walikuwa na vifaa bwana, kwa mara ya kwanza tuliviona kwa ile timu ya El Ahly. Hebu tukumbushe vifaa. Nyinyi mko mmevaa tu jezi zenu za unga, lakini wala jinsi walivyokuja pale. Tupe hali halisi ilivyokuwa. Kwa kweli ni wachezaji maamuzi ya wachezaji. Unajua kipindi kile tunajiandaa na mechi ya National Ahly, tulikuwa na makocha wawili, marehemu Mohamed Kajole pamoja na Abdalla Kibadeni, na kambi yetu tuliweka Mwanza. Kwa hiyo kipindi chote cha mwezi mzima tulikuwa nafanya mazoezi tukiwa Mwanza. Sasa basi wakati wa mazoezi Kibadeni hakuwepo Mwanza, alikuwa Dar es Salaam wakati babake anaumwa, alikuwa anamguza babake. Kwa hiyo kule Mwanza tulibaki na Kajole. Sasa wachezaji tukawa na toa maamuzi, tunakaa na Kajole, tunapanga naye mazoezi. Kwa mabwana, sisi tunataka mazoezi ya aina fulani. Haya mazoezi mengine madogo ya kukimbiza uwanjani, tunataka tupate pumzi ya kuweza kuamudu wale National Ahly. Kwa hiyo mara nyingi kipindi cha asubuhi tulikuwa tunakubaliana, jamani, tunapanda mlima Bugando mara 5 kwenda na kurudi. Ikifika jioni kuna basi linakuja kutuchukua kwenda mazoezini uwanja wa CCM Kirumba. Tunaambia kocha, tunaomba wewe panda basi nenda CCM Kirumba, sisi tutakuja wenyewe. Kwa hiyo tulikuwa tunatoka pale hotelini kwetu, tulikuwa tunakaa Mwanza pale Victoria Hotel mjini mpaka CCM Kirumba kwa kukimbia. Yaani tuliamua kabisa kwamba tutafute pumzi ya kutosha, kwa sababu tunawaelewa Waarabu wakati ule. Walikuwa na spidi kali na walikuwa na ucheza mpira kweli kweli. Kwa hiyo tukasema na sisi tujiandae vizuri ili tuweze kuonyesha maajabu. Na maneno mengi kwanza yalizungumzwa kuhusu timu yetu, kuhusu hasa nafasi yangu mimi, kwamba baada ya kuondoka Pazi Simba sasa haina goalkeeper. Kwa hiyo na mimi nitaka nijionyeshe kwamba kweli na uwezo wa kucheza baada ya Pazi kuondoka. Sawa. Na kweli tuliweza kufanikiwa. Sawa. Na naikumbuka sana ile mechi. Ilikuwa ni mechi ya aina yake. Naona message zimeanza kuingia hapa na nitasoma baadaye. Alhaji, kuna simu ya mtu naita, tafadhali aimute ama aizime. Alhaji, umesema ahadi ni motivation. Na Simba inapokuja swala la ahadi ina motivate. Kuna dola, kuna zawadi rasmi ya kafu, kuna ahadi ya rais, lakini pia kuna wanasimba wengine pia wameahidi ama kwenda kwenye klabu moja kwa moja, au wengine kwa wachezaji wao ambao wanaamini huyu nikimpa ahadi atafanya vizuri. Lakini
ahadi kama hiyo ilitoka mwaka 1993. Simba wanacheza fainali ya kombe la CAF, waliahidiwa gari kipindi kile, zile ilikuwa ni commercial car, ukiwa na Kia wakati ule ni gari ya biashara kubwa sana. Sisi tunakumbuka Dar es Salaam wakati ule Mkandawile kwetu cha ng'ombe pale, tulikuwa tuna struggle basi moja, tulikuwa tuna UDA moja tu. Vinginevyo ni kutembea kwa mguu kutoka kwetu kupitia Lemanje kule kwenda mjini Kariakoo hadi Posta. Sawa sawa. Kia ndio usafiri wa kwanza kwetu Temeke wa kuja kupakia abiria. Kwa kila mtu alifikiria kwamba kupata Kia chai maharage zile ni biashara kubwa sana. Ilikuwa bonge la motivation. Haikuwezekana mwaka 93 kwa ahadi kubwa kama ile. Bado naamini ahadi ni motivation ya Haji. Mimi naamini kwa sababu nimekuwa mara nyingi nikifuatilia timu yetu na matukio ambayo wamekuwa wanafanya. Na hasa ukizingatia mpira wa sasa CAF wameuboresha sana. Kuanzia kwanza kwenye matayarisho, klabu inapata $50,000. Kwenye group stage $400,000. Kwenye quarter final karibuni $700,000. Kwenye semi final karibuni $800,000. Kuingia finali ukishindwa kuchukua kikombe $1,000,000. Ukichukua kikombe unapata $2,000,000. Sasa nisahihishe hapa. Kwenye ligi yetu ya Tanzania klabu bingwa, mshindi wa kwanza anapata shilingi ngapi kama unakumbuka? Kuna hela nyingi, kuna hela nyingi zaidi, inakaribia kwenye B. Bado haijafika. Inakaribia of course kwa sababu kuna kama 600 straight from 700 ya NBC. Kaka 80% inakaribia karibu bilioni 1. Okay, sema bilioni 1 hamna ubaya. Lakini sasa kwa Simba, na ndio maana umeona kiongozi wetu ameahidi bilioni 1, na haki ya kuahidi bilioni 1 kwa sababu tayari tumeshapata bilioni 3. Elewa bana, kabla ya kuchukua kikombe. Tukichukua kikombe itakuja karibuni bilioni 5.6. Sawa, mimi nipo kwenye eneo la ahadi na motivation. Siku za karibuni tumeona timu zetu za klabu za taifa inapofikia kwenye kurusha mechi wanapewa ahadi, end of the day result inakuja tofauti. Sasa twende kwa mchezaji Moses Mkandawile atuambie, kuna watu wanaamini kwamba ahadi huwa zinaongeza pressure kwa wachezaji, matokeo yake zile mbinu za kwenda kuapply mchezo kitaalam zinatoweka. Sasa wanakuwa wanalazimisha, wanakeza nje ya mipango, matokeo yake wanakuja jasho jingi bila kupata matokeo. Wewe unasemaje juu ya mitazamo hiyo miwili? Ahadi motivation, wengine ahadi pressure. Inawezekana ikawa yote unayozungumza ni sawa, kwa sababu mchezaji anapoahidiwa anahitaji apate kile ambacho kaahidiwa. Sasa anapoingia uwanjani wakati mwingine akili yake inabadilika kutoka kwa yale aliyoambiwa na kocha, anayachukua yale ambayo ameahidiwa. Ndio maana kama kipindi kile tunacheza sisi zamani, tatizo likuja moja. Mtu anakuja kutoa ahadi, anayekuja kutoa ahadi anasema anayefunga goli leo anapata 300,000, 400,000. Lakini aseme anayezuia goli anapata ngapi? Sasa unajikuta wale wachezaji wote forward line ugomvi unakuwa nani afunge goli. Kwa hiyo hata kama mtu anamuona yuko kwenye nafasi nzuri, ampi pasi. Anataka afunge yeye kusudi ile hela aipate yeye. Nitakuja, kuna swali moja ya Simba yao wao ndio akasema hivyo. Ili ya Super Kilo na striker Daniel. Ngoja, kuna message ya boss wangu hapa. Baron Mhuza anasema tuweke sawa. Katika ligi ya mabingwa Afrika, Simba ni klabu ya kwanza Afrika Mashariki kufika nusu finali ya klabu bingwa Afrika. Gor Mahia walifika finali mwaka 79 na ubingwa 87 wa kombe la washindi. Kwa sasa ni CAF Confederation Cup. That's what I know. Wale walifika Winners Cup final. Na kwenye finali Simba ni klabu ya kwanza East kufika finali ya yale mashindano. Ingawa pia hapo na Yanga ndo klabu ya kwanza East kufika quarter final ya mashindano hayo ya klabu bingwa Afrika. Sawa? Alafu kuna ujumbe huu unaenda moja kwa moja kwa Moses. Asalamu alaikum. Anayesema Mkandawile na anayesema Mkandawile na nilikuwa tunacheza timu moja ya shule Kibasila sekondari. Sawa huyu ni Aziz Salim bwana. Schoolmate wako. Aziz alikuwa mkoba.
awekeza ile Cosmo ile ya kumalizia ile. Sawa. Sawa, rafiki yake Alhaji Rage. Message zinaanza sasa kumiminika, na sitaki mimi mtiririko wa mahojiano yangu sio ya kwanza, ni pekee hadi sasa kwa Champions League. Sawa, nashukuru. Simba ni klabu pekee mpaka sasa hivi kwenye Champions League kufika hatua ya nusu finali, ingawa si Champions League tena. Wakati ilikuwa ni klabu bingwa Afrika, knockout mwanzo hadi mwisho. Sasa hivi ndo Champions League. Sawa, Alhaji Rage, tumepata hii mitazamo miwili juu ya ahadi. Umekuwa kiongozi wa Simba kuanzia miaka ile ya 80 unaongoza kina Moses, na umekuja muongoza juzi wachezaji wa generation hii ambao ulikuwa ni hii kina Mgosi, ndo walikuwa kina Mgosi, kina Kaseja hao Mogela, na ndo bado damu ile inaendelea kutembea. Umeongoza kina Mogela, lakini umeongoza pia juzi hapa miaka 2010 na ulikuwa kiongozi rais wa Simba pale. Inapokuja swala kwamba mmeweka ahadi kwa wachezaji, kwako wewe matokeo yalikuwa yanakuaje? Mara nyingi kwanza ni kuchekeshe Zuberi, wachezaji wajanja sana. Wakati ule ilikuwa hakuna hela nyingi kwenye mashindano ya CAF. Walikuwa kina Boban, kina Nyoso ndo Simba yako. CAF ilikuwa hamna hela nyingi. Kwa hiyo walichokuwa wanafanya, tulikuwa tunawapa pasenti ya uwanjani. Ndio. Wakiingia uwanjani wanaangalia watu. Asau ni hawa kina Mkandawile. Percentage ni hawa. Hawa kina Kaseja wakati huo, kina Kaseja kina Aruna, tayari mzigo upo. CAF mzigo upo. Ligi hapa Bongo ligi mzigo upo. Ilikuwa ndogo sana. Mimi nakumbuka Yanga walipata dola 10,000 tu kwa kuingia mashindano yale ya kuingia kwa 98. Sasa mimi nakumbusha hilo, of course hela imepanda, lakini ya juzi kwa mnacheza na Shandi mzigo ulikuwa umeenda juu kidogo. Mimi siku tunacheza Simba na TP Mazembe. Kwa bado ni president wa Simba. Half time tulitoka bila. Nikashuka chini baada ya kuona uwanja umejaa. Nikaenda nikaahidi kwa wachezaji, mkishinda leo tutakupeni milioni 300. Kwa sababu wakati ule ilikuwa hakuna hela ya maana sana CAF inatoa. Kwa hiyo gate collection ilikuwa inasaidia. Ndio maana nakwambia wachezaji walikuwa wakiangalia kwanza wakiona uwanja umejaa wanafurahi sana. Hiyo mechi akili amkushinda. Hatukushinda, tulipigwa 3-1, lakini baadaye nikagundua mchezaji mmoja alikuwa na makosa kama unakumbuka. Nikakata rufaa CAF tukashinda. Hiyo alikuwa anaitwa baadaye alikuja huku Simba huku. Alikuja kiza Simba hii. Simkumbuki. Huyo beki huyo. Beki wa Esperance alisajiliwa kimafia. Amecheza Simba, jina limetoka. Alikuwa full beki bwana, alikuwa full beki moja mzuri. Baadaye Simba walimsajili, nafikiri baada wewe kuondoka. Beki moja Mkongo, jina limetoka. Mtu wote anikumbushe. Yule beki Mkongo, ile story iliandika sana mimi. Imeandika sana mimi hiyo story. Kwa hiyo mimi nakubaliana kwamba inawezekana, point yako unajua iko kote kote kama alivyosema Moses. Inawezekana ikawa concentration yao ikawa kubwa kwenye hela badala ya mchezo. Lakini kwa hali ambayo sasa iliyofikia, na mimi niwapongeze, lazima niseme ule ukweli, Azam TV imefanya mabadiliko makubwa sana. Janvier Besala Bukungu sana sana complain barua alimuuza. Aliandika sana hiyo story hiyo. Kwa hiyo television hii imesaidia, na vile vile nyinyi wataalamu wa mitandao mmeanzisha TV vidogo vidogo kule, na watu wengi wamekuwa wanatoa comment nyingi. Kwa hiyo mimi nina imani kubwa kabisa leo wachezaji wa Simba wanaelewa Tanzania nzima. Mimi nimefurahi, nimepigiwa simu na shabiki moja mkubwa sana jana. Ndio. Akasema, kaka wewe unajua timu yangu. Na kuomba waombe, peleka salamu zangu Simba, nataka washinde kesho. Inshallah. Kwa hiyo utaona tu, na mimi hata wewe Zuberi, mimi nakupendea hicho. Najua wewe ni mwanachama kindakindi wa Yanga, lakini kwenye ukweli huwa unasimamia ukweli. Huo ndio uzuri wako wewe. Katika waandishi ambao hawako bias. Hapo shari. Kama Filipo. Filipo Yanga sana yeye. Siri imefichuka. Kosa la meseja kaleta bara.
hizo ni dhana za kwako wewe kwamba Filipo ni Yanga na mimi ni Simba. Sawa, mimi nakubali kitani Simba, nakubali. Sasa kitu kimoja Alhaji Rage unisaidie. Kwanza twende kwa Moses. Ulikuwa umeshaondoka Simba. Sina uhakika kama ulikuwa umestaafu, nilikuwa nakuona unafanya mazoezi sigara wakati ule. Wakati Simba inafika finali ya kombe la CAF mwaka 93. Sawa. Sasa hebu niambie ile siku ya finali ya CAF wewe ulikuwa wapi? Kwa kweli kipindi kile Simba wanacheza finali ya CAF. Mimi nilikuwa nasoma chuo IDM Mzumbe. Ile mwaka 93. Ndio. Ndio nilikuwa nimeingia chuoni. Nasoma IDM. Kwa hiyo siku ya mpira of course kuna wanachama waliondoka pale Mzumbe kuja Dar es Salaam. Sisi tulibaki tu kusikiza kwenye radio. Sababu tulikuwa bado tuna vipindi pale shuleni. Okay. Kwa hiyo sikuweza kuhudhuria ule mpira, lakini tuliusikiliza. Na kwa kweli wengi tulisikitika. Ulisikitika baada ya kushindwa. Kwa kiwango kipi? Maana kusikitika, tulisikitika sana kwa sababu tulitegemea ushindi. Katika ardhi yetu si wenyewe tulitegemea ni tutashinda. Ndio. Na maandalizi jinsi yalivyokuwa yamefanyika, tulijua moja kwa moja kikombe kinabaki. Sawa. Lakini tulipokuja matokeo kuja kubadilika, kufungwa goli 2 na ule Bolizozo, basi naye ndo akaleta mzozo sasa. Na sisi wote tukachanganyikiwa. Sawa. Alhaji Rage wewe ulikuwa wapi hiyo siku? Hiyo bwana Sheikh Said Bakhresa alinunua tiketi 2. Wakati huo ilikuwa inauzwa shilingi 50,000. Nikurekebisha kidogo, mwite Alhaji Sheikh Said Salim Awadh Bakhresa. Bosi wetu huyo bwana. Wewe unamuita kirafiki kwa sababu mmekaa naye huko sasa. Hisi ni bosi wetu mkubwa huyo. Hata mimi namheshimu sana. Kwa sababu yeye ndo alisababisha kazi yangu Simba mwaka 82 nilipokuwa katibu mkuu, akiwa mweka hazina mkuu. Ilikuwa nyepesi sana. Chochote ninachotaka nilikuwa napata. Wallahi namshukuru sana. Sawa. Aliniwekea heshima kubwa. Kwa hiyo akanunua tiketi 2, tukaondoka na driver wetu mpaka uwanjani. Tumekaa. Kosa la kwanza, Sheikh Said alilalamika. Marehemu alikuwa katibu mkuu wa FAT, Kanali Yunus. Kaanza kutangaza kombe itapita, ratiba, kombe litapita Buguruni, litapita. Said akasema, "Huyu bwana mbona analeta balai? Mpira hujaisha huo." Basi baada hapo tukafungwa. Basi kwa mlikuwa mmekaa uwanja wa Taifa. Uwanja ule uwanja wa Bibi mnaita. Shamba la Bibi. Sio Shamba la Bibi. Lile Uhuru. Shamba la Bibi ni mkubwa. Uhuru ndo Shamba la Bibi. Shamba la Bibi ndo Lupaso. Sawa. Kwa hiyo mko mmekaa na Mzee Barisa, mko mmekaa naye hapa naangalia VIP kabisa, watupa heshima kubwa. Ndio. Tumekaa mahala pazuri. Na Mzee Mwinyi alikuwepo pale. Alikuwepo. Ndio. Nasikia bwana. Kitokeo cha pale bwana, tunamtafuta dereva wetu hatumoni. Alikuwa nani dereva? Simkumbuki jina. Dereva wetu. Atanikumbusha Azizi hapa. Azizi ndio anatufuatilia sasa hivi, tukumbusha dereva ambaye alimsahau Mzee Baresa uwanjani. What interesting story. Basi sisi tukakatisha bwana. Kwa mguu? Kabisa tena. Wala hatukuchoka. Kwa mlipita Keko au mlipitia wapi? Tumepita Keko tu pale. Bilionea Alhaji Baresa alikwenda ile anahesabu 1 2 Darage. Mkaenda kutokea wapi? Katika watu Mwenyezi Mungu amewajalia mpaka leo hajabadilika Alhaji. Tunasali naye msikiti wa Manyema. Wallahi utamkuta anakaa sehemu anakaa watu wa kawaida tu. Ndio. Anakaa kwenye kiti. Mwenyezi Mungu amempa kipaji cha pekee sana, tofauti na watu wengine. Anachanganyikana na watu wote, hadharau mtu yoyote. Wallahi namwombea Mwenyezi Mungu azidi kumjalia afya njema na maisha marefu zaidi. Ni mzee wa mfano kabisa. Kama bahati yenu pia amepata mwanae Abubakar. Watoto wake wote Yusuf, wote watoto wazuri, wana adabu, wana heshima. Kina Omar wote. Huyo Azizi ndio usiseme huyo jamaa yetu huyo. Azizi ni mshikaji sana. Mshikaji mzuri sana wallahi. Ndio kahawa kila siku, ni mjamaa mno. Very simple, ukimwangalia mtu wa kawaida tu. Sisi pale msikiti wa Manyeme tunastarehe naye kila Ijumaa, tunakuwa naye pale. Sawa. Kwa hiyo mkaenda kutokea wapi? Kwa sababu wakati ule ukitoka uwanja ule wa Uhuru pale, njia ya kutoa haraka kwenda mjini ama upite Kurasini
kama unaelekea Posta, kama Kama wewe unataka Kariakoo, tulikatisha pale ile klabu ya Torolo sijui pale. sio Torolo, nyinyi mmekatiza ile Pale wapi pale ilikuwa unajua pale. Njia kubwa Karume ya zamani na kwenda kutokea pale. Nimekumbuka bwana yangu kutokea Koto naenda kuja Kushoto. Basi na siku zile raha yake ilikuwa ndio Dar es Salaam nzima. Ice cream center ilikuwa pale. Ndio. Kwa hiyo tunakula ice cream yetu pale. Sawa. Na kuna kitu Moses umekiona kwenye kama ni makosa yalifanyika mwaka 93, leo Simba wasifanye, kwa sababu kinaweza katurudisha katika historia tusiyoipenda. Kipo mimi nachoona leo lazima Simba wajiangalie, hasa kutokana na hii timu ambayo tumecheza nayo. Katika mechi ya kwanza kocha aliwaambia wachezaji chungeni sana dakika 20 za mwanzo. Lakini makosa yakafanyika dakika 20 za mwanzo, tukawa tumeshaadhibiwa kwa goli 2. Sasa mimi ningependa wachezaji wetu wajitayarishe vizuri sana katika kwanza hizi dakika za mwanzoni. Wasikubali kuruhusu goli, hasa defenders wetu. Kuna makosa mengi wanafanya defenders, lakini kwa leo wahakikishe hawatofanya kosa hata moja. Sawa, ngoja nisome, kuna message zimetumwa, pengine nyingine zinawahusu manake, alafu nitakuja kwa Rage. Besala Bukungu, nashukuru sana kamarada. Abubakar Hassan Sefu wa Mwanza anasema msisahau Rage refa kuahidiwa dola. Something is nonsense, no? Unaweza kuwa tunaheshimiana lakini unavuka mipaka. Mambo mengine ukaa na mashabiki wenzako huko ndo uzungumze. Siku utatuma message yako sitaisoma sababu unaandika upuuzi. Alhaji, mashallah, Mwenyezi Mungu ajalie dua yako itimie. Ni Alhaji, bado sijawa Alhaji bwana. Nia iko pale shale possible. Hii Alhaji naikata. Bin Zuberi, hizi ahadi huwa zinatekelezwa kweli? Maana nilimsikia Mohamed akisema kuwa waliahidiwa magari aina ya Kia au chai marage, baada ya tajiri kuona kuwa wapo serious alibadilika na kuambiwa kuwa pesa itosha kwa ile magari ya bei ndogo zaidi. Ebu Mzerage atusaidie, si kweli? Namjibia Azim Dewji aliahidi gari na alitoa gari, isipokuwa tu aliahidi Kia kama timu itachukua kombe. Baada ya timu kuchukua kombe akasema sasa nitawapeni gari ndogo, ilikuwa ni Corolla au Carina. Na kuna baadhi ya wachezaji, kwa sababu zile fedha si kama alitoa zote Azim, hapana. Zile fedha ni good collection za Azim. Alikaa na wachezaji akaongea nao, jamani, haya mashindano tunavyokwenda, naomba hizi hela zenu ndio nawawekea, nitawapeni mwishoni mashindano, ama mkifanya nitawapeni zawadi kubwa. Kwa hiyo Simba wachezaji wachukui get collection. Baadhi tulikuwa kwenye kipindi cha Kurasa hapa, Francis Chiro alikuwepo, I know the story. Baadhi ya wachezaji na hawajua walisema mimi hela yangu nipewe, akasema sawa. Kwa hiyo zile zawadi hazikuhusu wachezaji wote. Kuna wale ambao kila mechi walikuwa wanapata mgao wao wa kuingia kwenye zawadi. Kwa waliopewa ni wale ambao walikuwa waliwekewa, na yeye Azim wakaja akatopa akawapa hiyo zawadi. Sema sasa huko anaongewa mengi sana. I know unafahamu wewe Alhaji ulikuwepo kwa kiongozi. Sikuwa kiongozi wakati ule DRFA. Isipokuwa ilikuwa hatupo, sikuwa kiongozi wakati ule. Ila ni kweli alikuwa ametoa ahadi, na nadhani ingekuwa vizuri sana akija yeye mwenyewe umtafute tatizo litokea wapi. Hakukuwa na shida kwenye ahadi, sababu hata wachezaji tumezungumza nao wote, hakukuwa na shida. Hata Mohamed ameshakaa amesema zile ahadi walipewa ni kweli. Walipewa, sema tu kama kuna mtu iliungua moto, kuna mtu iliibiwa. Umeona, kuna nafikiri ni ya Marehemu Idi Malota iliibiwa. Malota iliibiwa akaipata. Ya Idi Selemani kuna mtu iliungua moto ya kwake, nani sijui. Lakini mimi namfahamu Omboy Brothers za Sande Juma anayo, alikuwa nayo nani Malota Soma ndo anayo Malota bado anayo. Malota anayo. Ili ya Edo ilikuwa inakuja paka klabu pale, si ndio? Ameshastaafu mpira marehemu Edward. Sawa, tuachane na hii mambo. Na hao wengine nadhani ni Yanga wataka kutuondoa kwenye mstari tu. Mikadadi Mahmudu ameandika, anasema wasalimie ndugu zangu wa Derage Mkandawile na waombea bebe kombe.
Kennedy Mahmud. Huyu alisafiri na Simba kwenye mechi na Atletico Sports Aviacao ile ya Angola. Alikuwa mtangazaji wa ile mechi. Mustafa Oza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nakushukuru. Waziri wa zamani wa michezo Mudhir Mohamed Mudhir anawasalimia. Alhaji Ragi anakusalimia sana. Mwingine ameandika, sasa message ni nyingi na muda ni mdogo. Naitwa Peter Mkude, naishi Mbezi Msuguli, na wakumbusha sana mzee Ragi na Mkandawile, enzi zile tunashinda klabu kwenye mikungu, tulikuwa tunaonana sana na ni watu wa maana sana hao. Unamjua mzee akasema kwamba mnashinda kwenye mikungu. Kuna mkungu pale klabu. Kulikuwa na mkungu, na kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Sachmo, alikuwa anauza juice. Sachmo. Sachmo. Alafu mbele kidogo alikuwa mbele mmoja, Mungu amrehemu, wote wameshaondoka, alikuwa anaitwa Ayubu Kiguru. Ayubu Kiguru. Anauza pears. Ayubu. Simba leo wajitahidi sana kupunguza makosa madogo madogo, lakini siku ya leo ni ngumu sana. Madodi wa Mbeya. Sasa nini ngumu kwako? Simba achua kombe. Dr. Buguma Tabora naombea Simba ushindi, wachukue ubingwa. Hizo ndo dua za kutuma. Mwampashi bin Zuberi, ongela sana, tumetoka kwenye majonzi leo, tumeleta rafiki zake, wape pole kwa rafiki yao. Charles Mwampashi, Kale Muzika, asante. Kila laheri mtani, Mwenyezi Mungu awapatie matokeo stahili. Dua kweli uwafadisa kuisa Morogoro. Isio dua. Unasikia Zuberi? Rafiki yangu Mshamu wa TBC amenikumbusha ni Bukungu. Naam, Alhaji. Kuna swali ambalo ulikuwa umemuuliza kuhusu Moses, alikuwa anaongea juu ya tahadhari ya mchezo wa leo. Ndio. Na mimi nataka nitoe tahadhari, nimeongea na viongozi na baadhi ya wachezaji. Mpira wa leo wanatakiwa wawe waangalifu. Hawa wa Morocco watacheza defensive muda mwingi, watapaki basi, lugha ambayo inatumika maarufu sasa hivi, lakini tuwe waangalifu, wataweza kufanya counter attack, mashambulizi ya kushtukiza. Hayo kidogo huwa kwa Simba hatujiangalii vizuri. Alafu kosa lingine lazima wakae waangalie. Kama ulifuatilia mchezo wa kwanza, yule Msenegali alikuwa anacheza midfield, Kamara. Kamara anabaki peke yake muda wote. Kwa hiyo inatakiwa atakayecheza namba 8 au 10 lazima ahakikishe kila saa anarudi kumkaba yule Kamara. Kamara ana dominate katikati vizuri sana pale. Unajua inatokana na Simba wanavyocheza. Role mimi nilivyoona, majukumu ya Kamara pale Berkane ndo majukumu ya Ngoma pale Simba. Sahihi. Hawa watu wanacheza position moja lakini hawakutani, kwa sababu wote wana majukumu ya kusaidia timu zao kwenda mbele wapinzani. Sasa Kagoma ambaye labda yeye ndo angekuwa angesema apunguze ukali wa huyo Kamara, lakini yeye amepewa majukumu ya kucheza zile kazi chafu zinaitwa. Kwa yeye ni kama panya, ananusa popote pale kwenye shoti, akisikia harufu ya shoti amefika. Kwa unakuta hakuna mtu maalum wa kumaka Kamara. The rest of the players wa Simba ikiwemo Ahwa is not a typical midfielder, yeye ni attacking midfielder. Wengineo ni mawinga typical. Mmoja anacheza pembeni kama alimpanga. Huyo ulimtaja Ahwa, mimi nilikuwa nataka kila wakati tunashambuliwa awe anarudi kumkaba huyo. Kitu ambacho ameshindwa tangu siku ya kwanza. Na ukitaka umuone ana faida, na siku za kwanza walishindwa kumtumia, akawa anatumika sana na Deborah Fernandez. Lakini sasa Ahwa faida yake ni kubwa mno kulikoni hicho unachokiona. Ni mtego kwa kocha. Wewe ni kocha, ni kiongozi wa mpira na uzoefu. Hebu tumsikize Mkandawile. Unaona Simba anapocheza? Anaona. Ahwa anafanya mambo mazuri sana kwenye Simba. Anafanya mambo mazuri sana. Lakini anakosa kitu kimoja tu ambacho ni weakness ya Mainside 10 wengi. Hata Chama pia, Azizi amesemwa kidogo. Faisal, watu wanampenda kwa sababu Faisal ametokea kuwa defensive midfielder kwenda kuwa inside 10. Kwa Faisal ile full package brother. Basi tu wakati Azizi anakwenda Wydad, Faisal yupo hapa Tanzania. Inshallah Mungu atafungulia milango ya riziki kule mtu. Hebu tuelezee hapo. Sasa Ahwa tatizo lake ni moja. Ni mzuri sana anapokuwa na mpira na anapokwenda kufanya mashambulizi. Lakini once mashambulizi kamaliza,
kurudi sasa kuja kukaba. that is my point. Tatizo ndio liko hapa. Ni kweli. Manake anatakiwa anapopeleka mashambulizi akimaliza ile kazi anatakiwa sasa arudi. Sasa yakirudi anatakiwa aje kucheza kwenye dimba la katikati. Sasa pale ndo Kamara anapokuwepo. Sasa yeye akiwa mbele, Kamara yuko peke yake. Sawa. Akichelewa kurudi tayari pale Kamara. Sawa, bakia hapo, nitarudi tuzungumzie hapo. Asalamu alaykum Bizuberi, mimi Captain Ahmed Rossi nipo Zanzibar. Nawaambia kila laheri Simba. Inshallah leo tunabeba. Nimefurahi kumuona Moses Mkandawile. Sawa bwana Huyu ni Athman Chama anasema kila laheri Simba Sports Club. Athman Jumapili Chama. Asante sana. Sasa hivi anachimba madini huko Geita Athman Chama. Kila laheri mtani Mungu. Mzee Rage yeye haini Zanzibar, namkubali sana huyo mzee, kanyooka. Afande Sakwisa wa Morogoro. Sawa. Bizuberi, habari za hapo studio. Umenikumbusha mbali sana kumwalika Moses Mkandawile. Alifanya kazi kubwa sana mechi ya Simba na National Ali. Alifanya kazi kubwa sana kuokoa mashuti makali ya kina Mohamed El Shabil, yeye pamoja na beki Twalib Hilali, senior driver Isa Jumanne Mwanza. Sawa. Alhaji Rage, Bizuberi, nalijua Rage kashaenda Zanzibar, kwa maana mzee Rage anajua sana mipango ya ushindi. Saidi Ngwale wa Merelani. Bwana wewe mzee, mipango ya ushindi unaijua afu hujaenda Zanzibar. Sawa, message nyingi sana siwezi kuzimaliza. Rage, tunajaribu kuangalia mambo ambayo Simba wanatakiwa kwa makini nayo na pengine makosa kutokurudia. Kama mtakumbuka, baada ya goli la pili kufungwa Simba, Ahwa alikuja, aliongea na kila mchezaji ambaye alikuwa na mchango wake kwenye makosa, akianza na kipa aliyetoa pasi kwenda kwa Kagoma, nafikiri aliongea naye, na poor marking ambayo ilifanya na some defenders alizungumza nao. Manake yeye anayaona makosa, lakini yeye mwenyewe upande wake haoni makosa yake. Rage, hayo kama alivyoeleza Moses hapa kanifurahisha, amesema ule ukweli. Kwa very good anapofanya attacking. Lakini unapokosea au mpira umetoka nje au whatever it is, inatakiwa arudi haraka kwenda kumpa kashikashi yule Kamara. Kamara ndio roho ya hiyo timu bwana. Ukiweza kumblock Kamara, umeiblock the whole team kweli. Ingawa fullback left wa yule sijui jina lake, na yeye pia ni mzuri sana. Ni Mwarabu ule. Si ndio alitoa cross ya kona iliyofungwa goal la kona lile. Mzuri sana yule jamaa. Na yeye pia ana overlap. Yuko kama mchezaji wetu Hussein. Na yeye pia unaweza kumfananisha na yule. Hussein pia ni mzuri sana kwenye overlap. Sawa, tuna dakika 3. Nisome message ya Aden Muhammad, anasema marehemu Idi Sulemani gari yake ilibiwa ikapatikana Mwanza. Salamu alaykum bin Zuberi, tuwatakia watani wetu kila laheri. Huko Zenji, ukuta wa Simba wache kurudisha mpira nyuma, mara nyingi unawaletea matatizo pia. Washambuliaji pia wawe makini kutumia nafasi wanazopata. Pin awe makini mipira ya cross, otherwise kila laheri watani. Agostin Minja wa Arusha, tunashukuru mwisho mmalizana kila laheri, na hilo ndo kubwa. Matete Chacha anasema Mungu atujalie tuwapate viongozi aina Ismail Aden Rage. Imagine alikuwa mzaji wa Simba, kiongozi wa Simba, lakini alipokuwa Fati hakuwahi kuipendelea Yanga na kunyanyasa hakuwahi kuipendelea Simba na kunyanyasa Yanga. Huyu mzee wetu alisaidia sana. Mungu ambariki Matete Chacha. Yes, ameongea ukweli. Mimi nikwambie bwana Moses, wakati Yanga anakwenda CAF Champions League mwaka 98, kipindi kile mimi ndio mwandishi wa moto wa mtaani kwenda kufuatilia habari. Yanga atokee mtu aseme kwamba eti alisaidia move ya Alfonsi na Monja na Shabani kwenda Yanga, atakuwa anasema uongo. National team ilikuwa kambini. Mzee aliona Yanga na kucheza na inapungua. Ni yeye mwenyewe aliplay role yote. Kipindi kile Simba na mgogoro, mkutano, marehemu Kamina Mbeo wanastakiana mahakamani, Simba ipo kwenye kamati ya muda. Mzee unaita umafia. Alifanya umafia wote, ile transfer au kwa mafia. Niliwashirikisha viongozi wote wa Simba na Yanga nikiwa katibu mkuu wa Fati. Lakini wazo walikuanzia kwao. Mimi ndio nilifanya. Niwaita wote nikawaambia hapa inayocheza ni Tanzania. Na siku zile ilikuwa lazima tupige nyimbo za taifa. Siku hizi kama bado wanapiga na FIFA. Kwenye klabu haipigwi. Basi siku zile klabu ilikuwa tunapiga nyimbo za taifa. Na sio hiyo tu, niliwasaidia vile vile kwenye mashindano ya Sekafa. Ndio klabu ya kwanza kuchukua kikombe Uganda nje ya nani. Mwaka 99 as a leader, ukiwa kiongozi kwa kweli, moja ya uongozi usiwe na timu kama alivyo rais wetu. Rais wetu hana timu. Kwa kweli kiongozi wa mfano. Kuna mambo tunayaona katika dunia leo, wakati ule
Bwana, niseme tu ulikuwa rula, umenyooka. Sawa eh? Shukrani. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa uzima na afya na maisha marefu, tuendelee kunufaika na hekima zako. Message nyingi za kupongeza. Naitwa Peter Mkude. Mzee Rage hana tofauti na kaka yetu Tenga, wameongoza pasipo upendeleo. Peter Mkude. Haya, na kuna message nyingine imeandikwa hapa na Mustafa Oza, niisome ndio ya mwisho. Maamkizi mema kwema brother bin Zuberi, kiongozi wangu wa zama Alhaji Rage na Legend Moses. Leo ni siku nyingine, turudi katika misingi ile ile ya kuiheshimu Berkane. Tukiingia kwa mentality ya ushindi tu inaweza kutupa mtihani. Tuwaombee kheri nyingi kwa kupunguza makosa na kutumia nafasi. Kaongea kwa hekima sana. Mustafa na hekima sana. Sawa, Adel Rage na Mustafa Hoza na Moses Mkandawile, kila mmoja nimpe dakika moja, kwa sababu nyote ni mnaofuatilia Simba. Maana nilimpigia simu jana Mohamed Bakari Tol, hata Simba yenyewe haijui inaendeleaje, ikoje. Hajihusiki kabisa na mpira. Nyinyi najua mnaifahamu Simba. Mnaweza mkaniambia, mmesema Ahwa ana hiki na kile. Tuanze na Moses. Pendekeza wewe timu ya kucheza leo ambayo itaingia kwenye mipango ya ushindi. Mimi timu ambayo napendekeza leo ambayo inaweza kaingiza katika ushindi, goalkeeper Kamara Pimpin, namba 2 Kapombe, namba 3 Seni, namba 4 Shemalon Fondo, namba 5 acheze Abubakar, namba 6 kama kawaida pale acheze Kagoma, namba 7 aende Kibu Dennis, namba 8 asimame Ngoma, namba 9 Hawa, namba 10 acheze Mkwala, 11 anacheza nani? Eli Mpanzu. Sawa. Alhaji, na wewe una tofauti na hicho? Sina tofauti, niko naye sana. Mimi tofauti yangu moja tu. Sababu umesema Alhaji, labda na dua hapa nataka nisome tu basi kwa kuombea dua. Inshallah ila hadha sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Idina sirata mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Kweli usiku wa deni haukawii, hatimaye kumekucha. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakusihi ukatufanyie wepesi, wajalie wachezaji wetu utimamu wa kiakili na kimwili, waongoze watende kazi yao ipasavyo. Mjalie kocha wetu hekima na maarifa ili aongeze na kupanga kikosi ipasavyo. Wajalie hekima viongozi wetu, mashabiki, wanachama na benchi la ufundi na kamati zingine zote. Mwisho tunakuomba Mwenyezi Mungu wetu mwingi wa rehema, utujalie kombe la shirikisho libaki kwetu, lisiondoke kwenda Moroko. Amen, amen, amen. Alhamdulillah. Amin. Katika imani yako Moses, tunaomba dua. Imani yangu mimi naombea dua Simba waweze kufanya vizuri na kuweza kubakisha kombe Tanzania. Sawa, mimi ni Mahmoud bin Zuberi na malegend hapo ni Alhaji Ismail Aden Rage na brother Moses Mkandawili, mda mlango wa zamani wa klabu ya Simba. Kwa faida yako tu, Aden Rage pia alikuwa ni midfield wa Simba miaka 1970 akitokea shule Tabora, alikipiga sana Shaikom akitokea Shaikom Shinyanga. Kufikia hapa tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea kwa ajili ya awamu ya pili, na leo na package ya maana kabisa kwa ajili ya uchambuzi wa kitaalam kabisa kuelekea mechi ya leo kati ya Simba na Berkane pale Zanzibar.